Tumsifu Yesu Kristo. Uhuru wa Yesu. Mola yaseba tuitikie wote Yesu. Roho Mtakatifu wa Yesu ananena na ulimwengu. Pinga ushoga na roho zote za kuzimu na kuziombea kwa jina la Yesu. Lakini pinga roboti aliyeingia duniani kwa kisingizio cha kukua kwa sayansi na teknolojia. Ni sanamu huyo. Kwanza tuanze na sala ya ufalme wa Yesu inayotoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 hadi wa 13. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehevyo wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule muovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Kama kujiunga na chaneli hii ya ufalme wa Yesu ni leo, ni vizuri sana au ni vyema sana kufuatilia vipindi vya nyuma, na kipindi hiki utabarikiwa sana. Leo tutajifunza siri 3 za Yesu Kristo zinazotoka katika kitabu cha Wagalatia sura ya 2. Tutaanza na siri ya kwanza. Inasema, Paulo akiwa na mitume wengine wa Yesu. Wagalatia 2 mstari wa 1 hadi wa 10 inasema, kisha baada ya miaka 14 nalipanda tena kwenda Yerusalemu pamoja na Barnaba, nikamchukua na Tito pamoja nami nalikwenda kwa kuwa nalifunuliwa nikawaeleze Injili ile niihubilio katika mataifa, lakini kwa faragha kwa hao walio wenye sifa, isiwe labda napiga mbio bure au nalipiga mbio bure. Lakini Tito aliyekuwa pamoja nami, naye ni Myunani, hakulazimishwa kutahiliwa, bali kwa ajili ya ndugu za uongo walioingizwa kwa siri, ambao waliingia kwa siri ili kuupeleleza uhuru wetu tulionao katika Kristo Yesu, ili watutie utumwani, ambao hata saa moja hatukujitia chini yao, ili kwamba kweli ya Injili ikae pamoja nanyi. Kwa wale wenye sifa ya kuwa wanacheo walivyokuwa vyovyote, ni mamoja kwangu. Mungu hapokei uso wa mwanadamu. Nasema hayo, wenye sifa hawakuniongezea kitu, bali kinyume cha hayo, walipoona ya kuwa nimekabidhiwa Injili ya wasiotahiriwa, kama vile Petro ya waliotahiriwa. Maana yeye aliyemwezesha Petro kuwa mtume wa waliotahiriwa ndiye aliyeniwezesha mimi kwenda kwa mataifa. Tena walipokwisha kuijua ile neema niliyopewa, Yakobo na Kefa na Yohana, wenye sifa kuwa ni nguzo, walinipa mimi na Barnaba mkono wa kuume wa shirika, ili sisi tuende kwa mataifa na wao waende kwa watu wa tohara. Ila neno moja tu walitutakia, tuwakumbuke masikini, nami neno lilo hilo nalikuwa na bidii kulifanya. Nini fundisho hapa? Tunathibitishwa kuwa Paulo alibadili mwelekeo wa imani ya Kiyahudi na kuwa mtume wa Yesu kweli kweli.
Lakini kitu kingine, tunaonyeshwa umoja wetu katika Kristo upo katika injili ya Yesu tu. Mambo mengine, misingi za kidini, misingi ya makanisa yetu haipaswi kuchunguzwa sana ikatutenga na upendo wa Yesu Kristo. Maana Paulo alipewa ufunuo kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akasema hakuna kitu chochote kitakachotutenga na upendo wa Yesu Kristo. Sio uchi, sio njaa, sio magonjwa, sio fedhea, sio misingi ya kidini iliyotawanyika kila dhehebu inayotugawa, na watu tumejikuta tunaingia kwenye hatia. Mtu akiongea neno lolote lililopo kwenye andiko na linaeleza kweli, kitu cha kwanza, watu wengi tumekuwa na maulizo ya kimazoea. Anaulizwa, wewe ni dini gani? Na ukishasema dini yako, unajikuta tayari mtu amepuuzia hata kile unachokieleza. Kwa hiyo hapa tunaambiwa tuwe na umoja katika Kristo kwa kutumia injili ya Yesu pekee. Mambo mengine ambayo hayapo kwenye Biblia hayapaswi kuwa kipaumbele. Kitu kingine tunafundishwa ukomavu wa mitume wa Yesu Kristo. Maana yake ni nini? Paulo hapo mwanzo aliwasumbua sana mitume wa Yesu hawa pamoja na Petro akiwemo, lakini alipogeukia injili ya Yesu hawakusita kumpokea, wala hawakumlaani, wala hawakumkemea jambo lolote lile, bali walifurahi na kuwa pamoja, huku wakimkaribisha, pamoja na kwamba alijitenga akachanja mbuga, huku akiwarejesha watu aliowatawanya hapo mwanzo. Maana Paulo alipaswa alipe deni mwenyewe, maana aliwatawanya watu wengi. Alibidi ahubiri kwa juhudi, awalete wale, na baada ya kuwaleta wale awatafute na wengine ambao walipaswa wamwamini Yesu Kristo. Ndicho alichofanya, akatimiza na akaongeza faida zaidi ya pale, kudhibitisha kwamba alimpenda Yesu Kristo na katii sauti yake na kuihubiri injili ya Yesu Kristo. Hicho ndicho kinatufundisha ukuu wa Yesu Kristo. Siri ya pili, Paulo amkemea Petro au Kefa. Wagalatia 2 mstari wa 11 hadi 14 inasema, lakini Kefa alipokuja Antiokia, nalishindana naye uso kwa uso, kwa sababu alistahili hukumu. Kwa maana kabla hawajaja watu kadhaa wa kadhaa waliotoka kwa Yakobo, alikuwa akila pamoja na watu wa mataifa. Lakini walipokuja wao, akarudi nyuma, akajitenga, huku akiwaogopa waliotahiriwa. Na wao Wayahudi wengine wakajigeuza pamoja naye, hata na Barnaba pia akachukuliwa na unafiki wao. Walakini nilipoona ya kuwa njia yao haiendi sawasawa na ile kweli ya injili, nalimwambia Kefa mbele ya wote, ikiwa wewe uliye Myahudi wafuata desturi za mataifa wala si za Wayahudi, kwa nini unawashurutisha mataifa kufuata desturi za Wayahudi? Nini tunafundishwa hapa katika andiko hili la Paulo kuwa mwalimu bora kwa mitume na hasa kwa huyu Petro? Yesu anatuonyesha akikusamehe hakumbuki tena dhambi zako. Hapa tunaona Paulo alimpa kibali kabisa chote cha kuweza kukemea mtu yeyote, hata kama ni mkubwa wake, kudhibitisha kwamba Paulo alipata ujasiri wa kukemea Petro aliyepewa funguo na Yesu Kristo kwa sababu ya neema tu. Na tunafundishwa kwamba ukiwa kiongozi wa wengine, sio kila kitu utakuwa unafahamu. Kuna wakati utaingia majaribuni ya mwovu ibilisi shetani, ni hekima itaondoka. Uwe tayari kushauriwa kama Petro tunavyoona
hakubishana na Paulo na kutumia mamlaka aliyopewa na Yesu Kristo kwamba wewe ndiye Petro na hapa nitalijenga kanisa langu. Alikuwa mpole, akanyamaza kimya na akayachunguza maandiko na akatulia kwa sababu alikuwa ana Roho Mtakatifu. Siri ya tatu, hakuna wokovu katika matendo ya sheria, bali imani katika ufalme wa Yesu. Wagalatia 2 mstari wa 15 hadi 21 inasema, sisi tulio Wayahudi kwa asili, wala si wakosaji wa mataifa, hali tukijua ya kuwa mwanadamu hahesabiwi haki kwa matendo ya sheria, bali kwa imani ya Kristo Yesu. Sisi tulimwamini Kristo Yesu ili tuhesabiwe haki kwa imani ya Kristo, wala si kwa matendo ya sheria. Maana kwa matendo ya sheria hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki. Lakini ikiwa sisi wenyewe kwa kutafuta kuhesabiwa haki katika Kristo tulionekana kuwa wenye dhambi, je, Kristo amekuwa mtumishi wa wadhambi? Hasha! Maana nikiyajenga tena yale niliyoyabomoa, naonyesha ya kuwa mimi mwenyewe ni mkosaji. Maana mimi kwa njia ya sheria naliifia sheria ili nimwishie Mungu. Nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai, wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu. Na uhai nilionao sasa katika mwili ninao katika imani ya mwana wa Mungu, ambaye alinipenda akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Sibatili neema ya Mungu, maana ikiwa haki hupatikana kwa njia ya sheria, basi Kristo alikufa bure. Nini fundisho hapa? Imani katika Yesu ndiyo wokovu wetu. Kumbuka, Yesu Kristo alikuwa mwenye haki daima, na maana yake ukimwamini Yesu Kristo hautatawaliwa na sheria tena, maana Yesu sheria aliitawala. Hivyo ukimwamini Yesu Kristo atakuwa kama wakili mwema katika maisha yako yote utakapokuwa katika dunia hii yenye majaribu mengi na shtaka nyingi za ibilisi shetani. Hivyo kwa ufupi, tunapomwamini Yesu Kristo tunamfanya kuwa Yesu Kristo kama risiti ya madeni yetu ambayo tuliyatenda katika bustani ya Edeni. Maana Yesu Kristo alipokuja ulimwenguni alikuja kufanyika sadaka, yani akalipa deni. Yeye mwili wake ni kama risiti ya madeni yetu. Ndiyo maana unaweza ukajikuta umeingia hatia na shetani akapata kibali cha kukushughulikia. Kama unamwamini Yesu Kristo na umemwachia maisha yako ayatawale, Yesu Kristo katika hatia hiyo, katika ulimwengu wa roho, ataonekana kama risiti ya mashtaka yako yote uliyoyatenda, na atakutetea kama wakili mwema. Hautaingia kwenye hukumu wala kuingia kwenye mauti ya milele, kwa sababu yeye ni risiti yetu ya maisha yetu hapa ulimwenguni. Hivyo mwamini Yesu Kristo, utembee na risiti ya matatizo yote. Ndiyo maana tunaposema Yesu Kristo, ukimwamini utashinda kila kitu, kwa sababu yeye mwenyewe aliachilia pia namna ya kuomba msamaha, akatuachilia maneno ya uzima. Kwa hiyo kitendo cha kumwamini Yesu Kristo, utajikuta automatic unashinda dhambi, kwa sababu yeye alishinda. Ombi. Yesu, mfalme wa mbingu na dunia, sisi waja wako tuko tayari kutawaliwa na wewe kwa kila neno lako lenye pumzi. Ombi letu watu wote ulimwenguni, tusaidie tupate kutawala pamoja na wewe milele yote, katika ulimwengu huu na ule ujao. Amina.